Na ibada kubwa kabisa ya utakaso wa mwili mzima na kupita kwenye kisima cha damu ya Yesu. Na wale tulikuwa tunafuatilia, tumeona watu wakipita katika kisima na kukombolewa na kuondolewa shida zao, changamoto katika ndoa, changamoto katika uchumi, changamoto katika afya zimetendeka na mambo makubwa sana yametendeka. Tumeshuhudia tukiwa na watu wakiwa wanafunguliwa hapa. Lakini sambamba na mimi niko na watu mbalimbali waliopita hapa, tunapaswa kufahamu mawili matatu kuhusiana na kilichotokea katika ibada hii. Karibu yangu niko na mshirika hapa, naona amependeza kaka kabisa na furaha kabisa kutoka kwenye ibada hii. Nipende kujua mawili matatu. Kwanza, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa majina unaitwa nani? Naitwa Tumaini Elias. Tumaini Elias. Basi Tumaini Elias, nipende kufahamu mawili matatu kutoka kwako kuhusiana na kile ulichokipokea kupitia ibada hii ya leo ya utakaso wa mwili mzima na kupita kwenye kisima cha damu ya Yesu. Umeipokeaje kwanza ibada ya leo? Nimeipokea vizuri. Nilikuwa ni mgeni, lakini ilikuwa mara ya kwanza kusali katika kanisa hili, lakini nimefika. Sawa sawa. Na tumeona na ulipita kwenye kisima pale nadhani. Na kama ulipita pale, kuna kitu gani ambacho umekiona cha tofauti kabla hujapita na baada ya kupita kwenye kisima? Nimesikia nguvu za Mungu. Nguvu za Mungu. Unaitwa nani? Naitwa Miriam Roma. Kazi wa wapi? Maini mbili. Basi kama ulivyokuwa imetangazwa, ilikuwa kuna ibada kubwa kabisa ya kupita kwenye kisima cha damu ya Yesu, lakini pia na utakaso wa mwili mzima. Ibada hii kwanza umeipokeaje? Kwa kweli nimeipokea vizuri sana na nimefurahi sana. Amina. Sasa nikuulize swali jingine. Kabla hujapita na baada ya kupita kwenye kisima, kitu gani umekiona cha tofauti kwako? Kwa kweli ni kama vile nimevaa mwili mpya kwa kweli. Yaani changamoto, mambo yote nilokuwa nayo yalikuwa yakinisumbua, naona kama nimeyaacha pale. Amina. Basi tunaamini imekuwa hivyo. Kwa sababu imani nilikuwa na uhakika kwa uhakika huo, tunaamini imetokea. Amen. Basi nipende kushukuru sana dada. Basi tunaendelea kuzungumza na watu wengine. Mwili wangu ulikuwa mzito, nilikuwa siwezi chochote, lakini nilipoingia kwenye kisima cha utakaso nimekuwa mwepesi. Amen, amen. Na vitu vingine baba alivyovisema kwamba tunaondolewa nuksi, mikosi katika biashara, katika haya umeyapokeaje na matamko anaendelea kuyatoa mpaka sasa kinabii? Mimi na imani yote yameisha. Amen, amen. Basi kama tunavyosikia dada anasema yote yameisha, kama ilivyo kwa Yesu kwamba yote yaliisha pale, basi tunaamini kwa leo kupita kwenye kisima hiki yote yamekwisha kwa kila mtu. Hata wewe unaendelea kutufuatilia kupitia mtandao wetu wa kijamii, kupitia YouTube channel yetu ya Prophet King Joshua TV, unaweza ukaendelea kujiungamanisha na ibada zetu zinazoendelea katika YouTube pale, ukapata uponyaji, ukapata kufunguliwa katika namna mbalimbali. Maana ulimwengu wa kiroho hauna umbali, popote ulipo, uwe Tanzania, nje ya Tanzania, eneo lolote lile, maadamu tu ukiweza kutupata katika chaneli hii, Mungu anaendelea kufungua huko uliko. Jiungamanishe na ibada ya leo ya uponyaji na utakaso wa mwili mzima. Tunaamini kwa imani Mungu atakufungua mahali ulipo na utatakaswa mwili wako mzima. Amen.